Hivi mimi naye ananikuta mimi mwenzangu na yeye anakuta hayo au? Kumekucha tena jamani. Yaani kukuta yapi? Maana wifi yangu wewe uishiwagi vijambo. Yaani kukuta yapi? Yaani mimi toka Ramadhani ianze, yaani mpaka leo hii. Mimi kaka unajua simuelewi. Yaani mkipanga moja, yeye anaika mbili. Kabla hujafika 3 yeye kashaeka 4, ina maana anakuharibia. Hivi ninavyokuambia huu mguu huu unavyoniona hapa, nimetoka kuonana kaka yako. We Taino, hebu njoo. Tulikuwa tunaongea vizuri kabisa. Nashangaa kumaliza kuongea sijamaliza kanikimbia. Sasa nabaki na shangaa au kinamkimbiza kitu gani? Ndo namkuta mwanamke anaishia mgongo. Nini? Ndo nikagundua kumbe yule mwanamke ndo anayemfanya kakako awe waluwalu muda wote anisikilizi mimi. Makubwa. Hasa wifi. Kaka Taino wewe na mwanamke. Huyo mwanamke ampeleke wapi? Na wewe pia hakupeleke wapi jamani? Maana sisi tunayekujua ni wewe. Huyo mwanamke unayemzungumzia mimi hata simjui. Wala sijawahi kumuona. Mimi nakujua wewe. Haya, mwanamke yupi? Yaani ndivyo unavyoongea hata fanani. Yaani unaniuliza mimi mwanamke yupi wewe umjui huyo mwanamke? Mimi jamani namjuaje jamani? Mimi nakujua wifi yangu. Sikiliza nikwambie. Mimi haya mambo yanavyoendelea mimi nimeshachoka. Sasa ni hivi, kampe taarifa. Leo nakuja kwenu. Kaniletea redio yangu nisikize habari za ulimwengu hapa sasa hivi. Kuifungua redio kwa kufungulia singeli hapa. Sasa hizi mawaidha, habari za habari. Vipi bwana? Na wasiwasi na changamka sana na wasiwasi na somo yako bwana. Kweli? Uko fresh. Inshallah. Haya bwana, nenda kaangaike bwana. Mtoto wa kiume usikae nyumbani hapa bwana. Haya mambo tayari nishachoka. Nini? Asa nyeme kufanya nini? Yaani kinachokushangaza kitu gani hapo? Sinakuja nyumbani kwa mtu wangu au? Pale mimi mkwe ni kwangu. Mkwe wangu ananipenda. Unaniuliza nakuja kufanya nini vipi? Yaani wewe utoke hapa, uende nyumbani pale. Hivi wewe mzee Ija unamjua unamsikia? Kabisa mzee Ija yule hakupokea kabisa, uchukue vilago vyako hapa nyumbani kwenu, uende ukapeleke pale nyumbani. Kwa taarifa yako kama ulikuwa hujui, mzee Ija na mimi mtu na marafiki. Yaani mtu na rafiki yake ananipenda hatari. Fanya kama unaona. Kama waamini subiri kesho. Na leo kamwambia kabisa baba mgeni wako kesho anakuja. Anopenda nizamu ni mzee, anopenda familia ni mzee. Dadangu. Na siku zinapita vipi? Na mwenzio. Mwenzangu huyo mambo mazuri tu. Nimeongea naye. Ameniambia yeye hana neno. Siku hizi 2 anaweza kaingia kuhusu masuala ya ndoa. Ila nimemwambiaje? Mimi hata kama usipo akaongelea mimi mambo ya mahali, hali yake sio nzuri, mimi mwenyewe najua mtu wangu hali yake. Nikamwambia hata ukaja na msaafu, sio mbaya. Njoo tu. Dadangu hapo umenifurahisha kweli, maana hata vitu ambavyo unatakiwa usiweke vipingamizi, swala nzima la nusura. Kwa hiyo hata msaafu nafsi yako imelizika. Nikamwambia hivi kama akaniambia sasa mimi msaafu na upata wapi hela kununulia? Nikamwambia kwao pale pana msikiti. Aingie ndani mule akachukua msaafu aje au awaombe mashewa pale. Mimi jamani nataka niende nikaoe, mke wangu ametaka msaafu.
Ndaniletee. Kwa hili bwana dadangu, yani wewe ndio umekuwa mfano wa mtaa mzima. Yaani binti baada ya kudai mahali mamilioni au kabati au si nini wala dai msafu. Hata ni kiwango kikubwa sana cha imani hicho dadangu. Mwenyezi Mungu akujalie bwana. Amina. Mwambiaje bwana? Afu nimemwambiaje kama amekosa msaafu anani aniletee nini hata nkeka kuswalia. Mimi niko tayari nao. Dadangu, ni kipimo kikubwa sana cha imani yako. Au kwa mali kauli. Mungu akujalie wewe una imani hiyo bwana. Imani hapo unakamilisha dini hapo. Amina rabbil alamin. Mwambie asiniogope hivi shughuli yangu. Yako mimi nimemwelezea nikamwambia kakaangu mimi ni zungu, afu kakaangu mimi ni mtu wa dini, kwa hiyo chochote kile nitakachomwambia yeye ananielewa, ili mradi tu tusikiuke tukatoka nje ya dini. Basi hamna shida. Mimi nimefurahi kusikia hivyo bwana. Haya kaka. Karibie bwana. Mama, shikamoo. Marahaba. Mama, mimi nani nimemkuta? Alafu wewe yani nilikuwa ninakutamani kama nyama. Yaani wewe nilikuwa nakutamani kama nyama. Hivi wewe kila siku unakuja hapa unamuuliza mwanangu, kwanza unaniuliza mimi kwa mimi wakala wako au mimi nani yako mpaka kila ukija unaniuliza mimi wakala wako. Kwani unafundisha mtoto wangu uuni? Sasa mimi mama nimefundisha uuni upi? Ujui? Unafuata saizi wa nini? Unashida naye gani hapo ulipo? Sasa mimi shoga yangu tuna business zetu ndogo ndogo. Haya, business mlizokuwa nazo nyinyi, business gani mlizokuwa nazo nyinyi kama sio uuni? Wewe mtoto muuni wewe. Manga kwanza nimekushaka kama mwewe. Una hata haya wewe. Tena wewe. Rafiki yangu wewe unakanyaga choo cha kike wewe rafiki yangu. Nakwambia. Fanya uondoke. Tena mimi sio wakala unaniuliza maswali yako. Ukija mimi na yuko wapi? Ukija mimi na yuko wapi? Mimi sio wakala wako, sawa? Haya. Leo umeamka. Let's go home. Na Ramadhani yote kwa mchamba wako na huu. Ramadhani wewe unajua wewe. Hapo ulipo na mikucha. Hayo Ramadhani simekupitia kwa juu wewe. Kumekucha. No, mwangalie hata sio kwa na haya, huyu ana mji wake. Na huyu mtoto nikimfanya mchezo atanichukua mume wangu huyu. Kaka, mina sangine hana lolote anataka mume wangu. Sio kwa na haya na mji wake. Vipi mchumba wetu? Fresh inapo. Mbona kama hivyo juu kwa juu nasikia milio hapo mtaani kwenu hapo. Milio kuhusu nini? Bimdashi anaolewa yule sister yetu yule mwene yule. Mimi sijui, mimi najulia wapi kama anaolewa. Wewe nini kicha yangu? Afu unaonekana unafagilia sana kula wewe. Mbona hivyo? Wewe baba samani, umenisikia mimi bali ya kuolewa mimi sijui. Utajijua mwenyewe. Waje unajua tu nataka tuje tufuate iftari nini? Bana sijui. Wenyewe sikiliza, usiwe hivyo kwanza. Si wenyewe hatujafunga, afu usiwe na haraka. Sasa nisikize nikwambie. Wewe usiseme tu kama tunataka turudiane. So nakaa unasema ati shughuli. Nenda zako huko. Mijungu yote ile akiangalie vina uchu vijitu vifupi. Nenda zako huko. Pua kaa pua. Anopenda nizamu ni mzee, anopenda familia ni mzee, anopenda nizamu ni mzee, mwenye maadili ya familia. Kwani wajua mpenda nizamu mwenye maadili mema? Kwani wajua mpenda nidhamu mwenye kumjua Mola? Mzee